Kama ndio mara yako ya kwanza unaifuatilia channel yetu, tafadhali bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili usipitwe na taarifa zetu. Yes, hatimaye jambo linazidi kuelekea ukingoni kabisa, ambapo ni kuelekea ufunguzi wa ligi kuu soka ya Tanzania bara msimu wa 26-27 unaenda kufunguliwa siku ya kesho Agosti 12 mwaka huu 2026 kwa kukutanisha miamba ya soka ya Simba na Yanga katika mchezo wa derby, na mchezo huo wa ufunguzi wa ligi ukifahamika kama ngao ya jamii ama Community Shield kwa lugha ya Kiingereza, kesho utafikia tamati na utaanza mnamo majira ya 2:30 za usiku, na mpaka apatikane bingwa wa kuweza kufungua upazia la ligi kuu soka ya Tanzania bara kwa msimu mpya ambao unaenda kuanza. Karibu sana hapa Mtafya TV katika uchambuzi huu hapa kuelekea mchezo wa hapo kesho. Ni namna gani vikosi jinsi vitakavyokuwa, lakini pia namna gani ya ubora wa timu hizi mbili ambazo tumekuwa tukizishuhudia kwenye mechi mbalimbali za derby, na kila siku kumekuwa kuna mabadiliko mapya na mabadiliko mbalimbali yakiwa yametokea kwenye vikosi, na hususan timu zote hizi mbili zimetoka kwenye usajili mkubwa sana. Vilabu vyote vimeweza kusajili wachezaji wale wote ambao wao kama wao wanaamini kwamba ni wachezaji ambao watawasaidia kwenye michuano mbalimbali, lakini pia kwa upande wa ligi kuu soka ya Tanzania bara. Karibu sana kwenye mchambuzi huu tuweze kuangalia mtanange wa hapo kesho utakuwa vipi. Naam, mchezo utakuwa ni mchezo mzuri sana na utakuwa ni mchezo ambao uko bora sana, kwa sababu timu zote mbili hizi zimekuwa zina ubora wa kiwango cha hali ya juu, kwa sababu miaka nenda rudi hapa tunasema miaka hivi karibuni timu hizi zimekuwa zikishindana ndani ya uwanja lakini pia nje ya uwanja, hususan kwenye maeneo mbalimbali. Lakini ukiangalia kwa upande wa ndani ya uwanja, timu zote hizi mbili zimekuwa zina nguvu ya kipekee yake, kwa sababu kila timu inahitaji kupata ushindi na kila timu inahitaji kupata mafanikio zaidi ya mwenzake. Lakini kuelekea kwenye mchezo wa hapo kesho majira ya 2:30, mchezo huu natamani kuona kwamba timu zote mbili zitaingia kwa attention ya hali ya juu, kutokana na pia rekodi zao za nyuma ambazo zilizokupita ni timu ambazo zimeonekana kwamba zinalingana kwenye ubora kwa namna moja ama nyingine, lakini kinachokuja kuamuliwa kwenye issue ya matokeo ni uwezo sasa na mbinu za makocha, lakini pia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ndani ya uwanja. Lakini ukiingia na matokeo yako mfukoni ya kwamba unaenda kushinda moja kwa moja, unaweza kukutana na surprise package ambayo inaweza kukufanya ukaweza kupoteza mchezo. Lakini kwenye mchezo wa kesho natumaini kwamba timu zote mbili zitaingia kwa nguvu kubwa, lakini kwa pasi kubwa, lakini timu zote mbili zitakuwa zina uwezo mkubwa wa kuweza kumiliki mpira, kuweza kucheza, kwa sababu wamekuwa na maingizo mapya kwenye dirisha hili kubwa la usajili. Lakini kwenye mchezo wa kesho naona kama asilimia kubwa wachezaji ambao watapata nafasi ya kuweza kucheza ni wale wachezaji ambao wamecheza derby karibia 3 mpaka 4, wachezaji ambao wanaifahamu derby kuliko hawa wageni ambao tumeweza tu kuwashuhudia kwenye matamasha haya ya Yanga Day pamoja na Simba Day. Lakini pia Simba walipata michuano ile ya Kagame, kuna baadhi ya wachezaji tukawaona ambao tayari bado hawajakopi mfumo wa kocha wao. Lakini at the same kwa Young Africans pia na wenyewe bado wachezaji wageni ambao wamefika hatujawaona kwenye ule ubora ambao tumeweza kushuhudia, labda tushuhudie na tukawajaji wachezaji kwamba hawa ni wachezaji ambao wanaweza wakaleta impact ama wanaweza wakaleta kitu cha kitofauti kwenye mchezo wa hapo kesho. Kwa hiyo na imani makocha wa timu zote mbili wataingia na wachezaji wale wazoefu ambao wamezoea derby. Kwa upande wa Simba tutaweza kuwaona wale kile kikosi ambacho kilichoweza kupita msimu uliopita, wanaweza kaingia kwa idadi kubwa tofauti na wachezaji wa kigeni ambao wameweza kusajiliwa kwa msimu huu hapa. Wanaweza wakapata nafasi wachezaji wa kigeni, lakini wachezaji wale ambao tayari ni masini ndani ya timu ndio wakaonekana wakicheza kwa kiasi kikubwa. At the same time kwa Young Africans na wenyewe pia watafanya hivyo kwamba wachezaji wale ambao walitumika msimu uliopita na wengine ambao wameongezeka kwa hivi sasa, wachache sana ambao wanaweza wakapata nafasi ya kuweza kucheza kwenye mchezo hapo kesho, na kwa sababu ndio wachezaji ambao wanaifahamu derby ya kale kwa jinsi gani ambavyo ilivyo, na huu ni mchezo wa maamuzi ya kwamba muda wote mwenzako akikufunga au ukifunga ni kwamba ule ushindi ambao uko nao unaweza kukupelekea kupata ushindi, lakini pia kwa kunyakua kombe la ngao ya jamii ambapo ni ufunguzi wa ligi kuu. Kwa hiyo mechi yoyote maamuzi siku zote lazima waweke wachezaji ambao wenye maamuzi ambao bado wanakuwa hawana makando mengi ama wanakuwa bado hawajaizoea timu. Sasa wachezaji hawa ambao bado ni wageni itawawe vigumu sana kukopi kwenye mifumo ile ambayo tayari wameshaikuta wachezaji wengine walikuwepo. Ukiangalia kwa upande wa Simba nategemea wachezaji wale kama wakina Libase wanaweza kawepo, mtu kama Aniseti Oura, mtu kama Yusuf Kagoma, mtu kama Lucien Deroque kwa upande wa beki wanaweza kawepo, kwa sababu
sababu ni wachezaji ambao walikuwepo msimu uliopita na wanafahamu dabi jinsi gani ilivyokuwa. Ukirudi kwa upande wa Young Africans, wanaweza wakafanya mabadiliko kidogo, labda kuna mchezaji pekee ambaye naweza kumuona anaweza kaingia kwenye kikosi cha moja kwa moja kwenye mchezo wa kesho, ni Peter Shalulile. Peter Shalulile ni mshambuliaji ambaye hachagui yeye ameenda ugenini ama yuko wapi, muda wote yeye yuko tayari, yuko ready kwa ajili ya kuweza kucheza, kwa sababu ni mshambuliaji ambaye hahitaji zaidi tena kuzoea mazingira, kwa sababu ameweza kutembea nchi nyingi sana. Wakati yuko Mamelodi Sundowns ametembea maeneo mbalimbali kwenye hali ya hewa tofauti. Kwa hiyo sioni kama inaweza kumsumbua kwenye mchezo wa kesho kwamba asianze kwenye kikosi. Kwa hiyo kwa upande wa Young Africans, the same wachezaji ambao ni wageni namuona kama Peter Shalulile, lakini wengine hawa ambao wameingia kwenye kikosi naona wanaweza wakatumika kwa dakika chache zile ili kuweza kuongeza morali ama kuongeza nguvu kwa mapana ya uwanja. Lakini kwa the rest ya wachezaji ambao wamebaki, wanaweza wakatumika wachezaji wale ambao tuliona msimu uliopita, mtu kama Maxim Pia Nzengeli, mtu kama Duke Abuya, mtu kama Mudathir Yahya, na wachezaji ambao walitumika msimu uliopita, mtu kama Alan Okello, wanaweza wakatumika tena kwenye dabi kuelekea kwenye dabi ya kesho. Lakini all ni kwamba kesho mbinu za makocha zitafanya kazi, lakini maamuzi ya mchezaji mmoja pale ambapo itakapoonekana kwamba timu zinashindwa kupata matokeo, basi tutaona nguvu ya mchezaji mmoja ya kuweza kuamua mechi. Na tumeona hicho kitu kinaweza kutokea kwenye baadhi ya mechi za huko nyuma, kwamba mchezaji mmoja ambaye anatumika kama daraja la kuweza kupata matokeo anaweza kwenda kuipatia timu ushindi. Lakini mbinu za makocha kwenye eneo la kiungo, eneo la ushambuliaji litakuja kututafsiria ya kwamba utakuwa ni mchezo wa aina gani. Kwa hiyo tusubiri tuone kitu gani hasa ambacho kitaenda kutokea kwenye ndani ya dakika 90, na kama matokeo yatakuwa ndivyo sivyo, kutakuwa kuna changamoto ya mikwaju ya penalty, atasema huko itaelekea mpaka bingwa ataweza kupatikana. Kwa hiyo kiufundi zaidi ni kwamba makocha wote wa pande zote mbili watatumika kwa namna moja ama nyingine. Yanga wana kocha mpya na ataingiza mbinu zake kwa wachezaji, lakini Steven Becker kwa upande wa Simba na yeye ataendelea kuweka zile mbinu zake. Kama atakuwa na mbinu mpya nyingine tutaziona, lakini asilimia kubwa wachezaji ambao wataweza kutumika kwenye mchezo wa kesho ni wachezaji ambao tayari tumeshawaona wameshazicheza dabi mbalimbali na wana uwezo wa kuzicheza dabi na wana uwezo wa kuweza kuziamua. Kwa hiyo na ni wachezaji ambao tayari tumeshawaona kuna kitu hasa ambacho tayari wameshakifanya kwenye mchezo kadhaa ya dabi.